Hawa watu ni wapenzi, mwanamke anaitwa Akila, mwanaume anaitwa Arfani. Hawa watu walianza uhusiano wao wakiwa chuo kikuu huko Indonesia. Arfani ni mwanaume wa kawaida tu, ni mwanaume mwema, hana pesa aina yoyote, lakini ndiye mtu ambaye anamfanya Akila kuwa na furaha muda wote. Licha ya wao kupendana kwa dhati, lakini mama yake Akila hajawahi kabisa kubariki wala kukubali haya mahusiano. Siku hiyo Arfani akawa amemrudisha mpenzi wake nyumbani. Binti akawa ameingia ndani kwa kunyatanyata, kumbe mama yake alikuwa akimvizia tu. Akamuuliza ulikuwa wapi? Binti akaanza kujitetea, akasema kwamba amechelewa kwa sababu alikuwa studio siku hiyo. Mama akamuuliza, aliyekuleta nyumbani hapa ndiye mtu aliyekufanya uchelewe kufika nyumbani? Mama akaongea maneno mengi sana, na hivyo apende haya mahusiano kwa sababu alishagundua kwamba Arfani ni mtu wa kawaida sana, hana pesa aina yoyote, lakini pia ni mtoto yatima na kwao hawana pesa za aina yoyote. Yani kiufupi ni kwamba Arfani ni wale watu ambao wanasemwa hana mbele wala nyuma. Arfani ana ndoto ya kuwa msanii mkubwa sana, mchoraji huyu jamaa. Mama yake Akila anaamini kabisa msanii hawezi kumpatia binti yake maisha mazuri. Kwanza maisha yao ni kama kubeti, hayajulikani mtu anatoboa lini kimaisha. Akila alijaribu sana kumtetea mpenzi wake, akisema kwamba ni mwanaume anemjali na anampenda kwa dhati, lakini licha ya jitihada zake za kumtetea huyo mwanaume, mama yake bado hakukubali wala kubariki kabisa haya mahusiano. Akasema kwamba yeye pekee ndiye mwenye mamlaka ya kumtafutia mwanaume aliye bora, mwanaume ambaye atamtimizia kila kitu binti anachokihitaji katika maisha yake. Huyo mama huko nyuma katika maisha yake aliwahi kupitia maisha magumu sana, hivyo hataki hata siku moja binti yake apite katika mkondo ule ule ambayo yeye ameupita. Sasa inasema kwamba huko nyuma babake Akila alipata hasara kubwa sana kibiashara, akaumwa na hatimaye akawa amefariki dunia. Baada ya hapo, huyo mama anaitwa Halima alipambana sana kivyake mpaka kuijenga na kuisimamisha upya kampuni yake mpaka kufika hapa. Hahitaji kabisa mtoto wake apitie shida aina yoyote kwenye mahusiano. Sasa kwa sababu ya huu utata ukatokea ugomvi mkubwa sana. Akila akaamua kuondoka kabisa nyumbani hapo. Kabla hawajaondoka, akamwomba Arfani amuoe haraka. Arfani kweli, kwa sababu alikuwa anampenda sana Akila, akakubali jambo hilo, na siku chache baadaye wakawa wamefunga ndoa ya kawaida kabisa bila kuhudhuriwa na watu wengi. Baada ya ndoa hiyo, wakaamua kuanzisha maisha yao mapya. Wakawa wamepanga kinyumba kidogo kwa sababu hawakuwa na uwezo mkubwa sana wa kifedha. Wakaanza maisha yao kwa upendo mkubwa sana. Kidume Arfani akaamua kuacha masomo kwa muda ili kufanya kazi kwa bidii ili kupambania mtoto mzuri asilale njaa. Pamoja na shughuli zake zote, akiendeleza kipaji chake cha uchoraji. Akila yeye aliendelea na masomo kama kawaida, akiamini kwamba atakapokamilisha masomo atapata kazi nzuri na kisha atamsaidia mme wake. Siku kwenda siku kurudi, binti Akila akawa amegundua kwamba ana ujauzito. Akawa anamsubiri mme wake kwa furaha sana ili amjuze habari hizo, lakini akiwa nje anamsubiri mme wake afiki, ghafla akaanza kuona kuna watu wengi sana wakiwa wanakimbilia sehemu moja. Kuna ajali moja imetokea huko. Baada ya kufika hapo, akamwona mme wake Arfani ndiye aliyepata ajali na amefariki dunia hapo hapo. Baada ya kifo cha Arfani, Akila alibaki peke yake, yeye na ujauzito wake. Nyumba iligeuka bubu, hakuna mtu wa kumfariji wala kumsikiliza. Binti alijitahidi sana kujilea yeye mwenyewe pamoja na ujauzito wake. Uko umefikia muda hasa wa kwenda kujifungua. Akaamua kurudi nyumbani kwa mama yake ili kupata msaada zaidi. Kwa kuwa muda wa mimba ulikuwa umekwisha kufika, binti akawa amepelekwa hospitalini haraka. Binti kweli akawa amefanikiwa kujifungua mtoto vizuri kabisa, lakini sasa mama yake, yani mama Halima, alikuwa na njama nyingine kabisa, njama ovu. Huyo mama akawa na mpango wa kumtenganisha mama pamoja na mtoto wake. Kwa sababu alikuwa na fedha, binti akawa ameandaliwa habari ili ajiambiwe kwamba mtoto wake amefariki. Akaamua kumpatia mfanyakazi wake kwenye kampuni yake. Huyu jamaa anaitwa Arif, yuko na mke wake anaitwa Yumna. Akaamua wakabidhi hawa huyu mtoto waende wakamlee. Amewapa kama zawadi kwa sababu wao hawajawahi kufanikiwa kupata mtoto yoyote kwenye maisha yao ya ndoa. Halima akawaambia kwamba yeye yuko tayari kugharamia gharama ya aina yoyote watakayohitaji, na akasema kwamba binti yake Akila bado hajawa tayari kuwa mama, hivyo anawasihi hawa watu wamchukue huyu mtoto na wahame kabisa Jakarta. Yeye atasimamia kila kitu kuhusiana na gharama katika malezi ya huyu mtoto. Hawa wanandoa wakuwa wamekubali jambo hili kwa sababu hii ni kama neema kwao. Wakuwa wamemchukua mtoto na wakuwa wameondoka kabisa, wakuwa wamehama Jakarta. Halima akarudi katika chumba cha binti yake Akila. Akila baada ya kupata fahamu akamuuliza mama yake, mtoto wangu yuko wapi? Kwa utaratibu sana huyu mwana mama Halima akamwambia kwamba mtoto wako amefariki dunia kwa sababu alijifunga na kitovu akiwa tumboni kwako. Kusikia hivyo, binti Akila alianza kulia, haamini kabisa anachoambiwa na mama yake, lakini hakuwa na namna, inabidi aukubali huu uchungu wa maisha. Tayari amekwisha kumpoteza mme wake siku chache zilizopita, na sasa tena amempoteza mtoto ambaye pengine yalikuwa ni matumaini yake kupata furaha katika maisha yake. Huyu mwana mama Halima alikuwa mkavu kweli kweli, na akamwambia binti yake kwamba haya yawezekana ni malipo ya wewe kufanya maamuzi nje ya mama yako, yani kuto kumsikiliza mama yako
kumefanya wewe upoteze kila kitu. Baada ya muda, mwanamama Halima akawa amemwambia kwamba binti yake aendelee na masomo, lakini anahitaji kumpeleka nje ya nchi. Anamtegemea sana Akila katika biashara zake. Binti akawa amekubali, lakini kabla ya kuondoka akawa amepelekwa sehemu ambapo akaambiwa kwamba mtoto wake amestiriwa hapo. Hivyo binti akawa amefika katika kaburi la mtoto wake, na baada ya hapo akawa amekubali kuondoka kutoka kwenye nchi na kwenda nchi za nje huko kwenda kujiendeleza kimasomo. Sasa kwa upande wa Arif pamoja na mke wake wakawa wamerudi nyumbani kwao huko Soro. Wakiwa hapo wakawa wamepokelewa na mama yake. Arif akawa amewapokea kwa upendo mkubwa sana, kwa sababu amempata mjukuu wake wa kwanza katika maisha yake. Japo mwanzo Arif pamoja na mke wake walikuwa na wasiwasi kweli, pengine hili jambo linaweza likabumburika muda wowote. Wakiwa huko maisha mapya yakaanza. Walimlea mtoto na mtoto akawa amempatia jina la Baskara. Huyu mtoto akawa ni chachu ya upendo kabisa katika hii familia. Walimpenda na walimlea katika maadili makubwa sana. Baskara kwa bahati nzuri alijaliwa akili. Muda ukaenda, siku zikapita. Maisha ya binti Akila huko alikokuwa amekwisha kuanza kuzoea. Kwa sasa kila mwaka alikuwa anaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa mtoto wake pamoja na kifo cha mtoto wake. Pia alikuwa anamkumbuka sana mme wake, lakini hakuwa na namna. Maisha inabidi yaendelee kama kawaida. Kwa upande mwingine sasa turudi kule kwa Baskara. Arif pamoja na Yumna walimlea kwa upendo wa dhati sana kama mtoto wao wa kumzaa. Halima, yani mwana mama ambaye ni mama yake Akila, aliendelea kusaidia kifedha hii familia kwa siri, lakini kadiri muda ulivyozidi kwenda, mwisho wa siku Arif alikata mawasiliano kabisa na mwanamama Halima, akafunga akaunti zake zote za benki ili asipokee pesa tena kwa ajili ya Baskara. Kwa nini alifanya hivyo? Ni kwa sababu alihisi kabisa pengine kuna siku itafika Halima atataka kuja kumchukua huyu mtoto. Mwanamama Halima akawa amempigia simu binti yake na akamwambia kwamba binti inabidi kurudi Indonesia kwa sababu yeye amelazwa, yuko hoi. Kweli baada ya kufika hospitalini, mama yake huyu kwa sasa anaumwa saratani. Halima akamwomba msamaha sana binti yake, akimwambia kwamba leo ninahitaji kukuambia ukweli ambao nimekuficha kwa muda mrefu sana. Akila akiwa anasubiri kusikiliza nini anachoambiwa. Akaambiwa kwamba nilikudanganya kuhusiana na mtoto wako kufariki siku ambapo ulijifungua. Mtoto wako bado yuko hai, yuko Soro. Akakiri kwamba alimtoa mtoto wake kwa mfanyakazi wake anaitwa Arif ambaye kwa sasa anaishi Soro. Halima akasema kwamba kwa sasa hana mawasiliano ya moja kwa moja na Arif kwa sababu amekata mawasiliano na amefunga akaunti zake zote za benki ambazo alikuwa anamtumia pesa. Kwa sasa hawezi kabisa kumpata, hivyo hawezi tena hata kumsaidia mjukuu wake. Akamkabidhi picha ya Arif pamoja na kadi ya mawasiliano. Halima akaendelea kuomba msamaha kwa binti yake huku anasubiri muda wake wa kufariki. Anahitaji apate msamaha kutoka kwa binti yake kabla hajafariki, asikie neno kasamehewa. Kweli binti Akila akawa anashangaa sana kwa nini mama yake amfanyie hivi, lakini hakuwa na namna, huyo bado ni mama yake. Hivyo binti akawa amemsamehe mama yake, na baada ya muda tu wa kupokea msamaha, mwanamama Halima akawa amefariki dunia. Habari za kifo cha Halima zikawa zimemfikia Arif akiwa huko Soro. Akawa amezifikisha moja kwa moja hizo habari pia kwa mke wake. Wakawa na hofu sana, wakiwa wanaamini kwamba pengine Akila atakuwa amejua ukweli, na wana mashaka kwa sababu Akila amerudi Indonesia. Na ni kweli binti Akila hakutaka kabisa kupoteza muda, moja kwa moja wakawa wameenda Soro huko kwenda kupambana kujaribu kumtafuta mtoto wake. Moja akaanza kumtafuta Arif, akaenda moja kwa moja kazini kwake. Akiwa mapokezi, huyu dada wa mapokezi akamwambia kwamba ndio yupo, subiri kwanza niwasiliane naye. Alivyoinama eti kanyanyuka kichwa, anasema kwamba I say Arif ameshaacha kazi hapa, hayupo. Sasa binti akawa ameshangaa, mbona imekuwa ghafla? Kumbe Arif yuko juu anamtazama huyu binti, na yeye ndio ameuchana huyu mkeka ili asionane na huyu binti. Siku moja Arif akiwa kazini tena akawa amekutana na Akila uso kwa uso. Akajaribu kumzuia mshikaji kwa sababu mshikaji alitaka kukimbia, hataki kabisa kukutana na huyu binti. Akamsihi sana akubali basi ampe muda amuone mtoto wake kwa mara ya kwanza tu, anahitaji kumuona tu. Mshikaji hakuweza hata pa kujificha kwa sababu baada ya kusikia hii kauli inaonyesha wazi kwamba binti anajua kila kitu kilichotokea. Akamwambia kwamba hemfikiria maumivu ambayo utakayoyapata baada ya kumuona mwanao ambaye atashindwa kujua ukweli kwamba wewe ni mama yake kwa sababu hajawahi kukuona hata siku moja. Aisee, hili jambo likamfanya binti afikirie sana, lakini Akila kwa sababu alikuwa na hamu sana ya kumuona mtoto wake akaamua kumfuatilia Arif alipokuwa akirudi nyumbani. Siku hiyo binti hakutaka kuingia, lakini aliwaona Arif pamoja na mke wake wakiwa na wasiwasi kweli kweli ya kumkosa mtoto wao. Binti akaamua kuondoka tu siku hiyo. Upande wa ndani sasa, Arif akawa amemweleza mke wake ukweli juu ya sakata la yeye kukutana na mwana mama Akila, na akawa amemwambia kwamba mwanamke huyo anahitaji kuja kumuona mtoto wake, na kama atamchukua mtoto wake yeye ataishi katika nafasi gani, kwa sababu kwanza wamekwisha kumwaminisha mama yake kwamba huyu mtoto ni mtoto wao. Kwa hiyo yule mama anaamini kabisa huyu mtoto ni mjukuu wake. Sasa kama walezi ikabidi wakubaliane kwamba inabidi wamlinde yule mtoto. Wakaamua kufunguka kwa mama yake Alfani kumwambia ukweli kwamba huyu mjukuu unayemuona sio mjukuu wako. Wakaomba msamaha sana kwa kumdanganya kwa muda mrefu sana. Mama yake alisikitika sana baada ya kusikia hili
jambo. Aliamini kwamba Baskara ni mjukuu wake wa damu. Arif kamweleza kwamba Baskara ni mjukuu wa Halima aliyekuwa bosi wake wa zamani. Huyu mama aliumia sana, lakini baada ya kumwona mke wake Arif akilia, akawa amemwonea huruma sana, akawa amewasamehe watoto wake na akaahidi kwamba atashirikiana pamoja nao wamlinde mtoto huyo Baskara asiondoke mikononi mwao. Asubuhi iliyofuata, wakiwa anajiandaa kumpeleka Baskara shuleni, kufungua mlango, Akila kafika hapo. Mtoto mwenyewe anashangaa, huyo ni nani? Akila mwenyewe anashangaa kumwona mtoto wake. Mtoto anaonyesha mapenzi ya wazi sana kwa bibi yake. Bibi, nakupenda, bye, naenda shule. Baba yake akawa ameondoka hapo na kumpeleka mtoto shuleni. Mke wa Alfani akawa amemkaribisha Akila ndani ya nyumba. Sasa baada ya kuingia ndani ya nyumba, wanaanza kumuuliza, wewe unawezaje kufika hapa? Kwa nini ufika hapa? Hata kama mimi sio mama yake mzazi na huyu mtoto, ninaumia. Wewe unaweza vipi kufika hapa kuja kuchukua mtoto wako na hujawahi hata kumuona mtoto wako hata mara moja tangu mzai? Kweli wewe ni mama? Binti anasema kwamba haiwezi kuwa rahisi namna hiyo, kwa sababu amepambania sana maisha ya mtoto mpaka kufikisha hapa na anampenda kama mtoto wake wa kumzaa. Wakamwambia kwamba haustahili kabisa kuwa mama wa Baskara, kwa sababu mtoto huyo hajalelewa wala hayajui mapenzi ya wewe. Amelelewa kwa miaka mingi kwa jasho na machozi ya sisi wenyewe ambao wewe unatuona kama sio wazazi wake. Akila kwa siku hiyo hakuruhusiwa kabisa kumwona mtoto wake, japo wamekwisha kumwona mlangoni. Akila baada ya kupokea maneno mazito sana kutoka kwa hawa watu, akawa ameondoka hapo kwa machozi tu. Binti alimlilia sana Mwenyezi Mungu akiomba apate nafasi ya kukutana na mtoto wake. Mungu afanye namna anavyoweza kufanya ili binti afanyikishe kumpata mtoto wake. Binti hakukata tamaa. Siku iliyofuata akamfuata tena Arif. Huyu jamaa kwa kumwangalia tu mshikaji hawezi kuwa na roho ya kukunja sana, hivyo binti akaamua kupitia kwa huyu jamaa, akamsihi sana mshikaji amkubalie ili yeye aende kumwona mtoto wake, anaumia sana. Sasa jamaa kwa sababu ya roho yake akawa ameguswa sana na maumivu ya Akila, kwa sababu Akila kwanza hajawahi kumwona mtoto wake tangu azaliwe mpaka kufika hapa. Akawa amemuuliza, unataka kumchukua mtoto wako? Mama akasema hapana, natamani tu kumwona. Basi huyu jamaa akawa amekubali, akamwahidi kwamba nitalifanyia kazi, nipe muda. Mshikaji kweli baada ya kutafakari kwa muda akaenda kumshawishi mke wake kwa upole ili mke wake akubali. Akamkumbusha kwamba Akila hana mtu yoyote katika maisha yake, kwa sasa yuko yeye mwenyewe, pengine faraja yake ni kumwona mtoto wake. Akamsihi sana mke wake kwamba Akila yawezekana anapitia magumu sana katika maisha yake. Baada ya kufikiria kwa muda mrefu sana kuhusiana na Akila, akiamini kwamba na yeye pia ni mwanamke ambaye anapitia magumu sana, akawa amekubali hilo jambo. Siku iliyofuata kweli Akila akawa amefika hapo kwa ajili ya kuja kuonana na mtoto wake. Basi mtoto akawa ametambulishwa kwamba huyu anaitwa Anti Akila. Mtoto akasema kwamba huyu anti si ndo niliomwona jana? Wakawa wamesalimiana hapa. Baada ya kukaribishwa ndani, akafurahi sana kutumia muda na kumfundisha mtoto huyo kuimba wimbo. Akasema kwamba ni vyema usiniite anti tena, niite mama Akila. Mtoto akawa amekubali kwa furaha tu na akawa ameomba ruhusa wapate muda watoke nje waende kutembea huko. Baskara basi akawa amemuomba sana baba yake. Baba yake akawa amekubali. Baskara pamoja na mama yake, yani mwanamama Yumnan, pamoja na huyu mama Akila wakaambatana wote wakaenda kutembea huko. Siku hiyo wakatembea sana na wakaenjoy kinoma sana. Baada ya matembezi wakawa wamerudi nyumbani, lakini mama yake Arif bado anaonekana kuto kufurahia sana uwepo wa Akila nyumbani kwao. Akawa amemuuliza kwamba wewe, kwani leo hauondoki hapa? Akamwambia kwamba pengine sijajua ambacho wewe unakipitia katika maisha yako, lakini kama Baskara atabaki pamoja na sisi nyumbani hapa, wewe ndiye utakuwa umempoteza katika maisha yako. Lakini pia kama wewe utaondoka na Baskara kumtoa nyumbani hapa, tambua kwamba utakuwa umetuumiza watu wengi sana kwenye hii nyumba. Ni kuombe kwa leo uishie hapa tu, muache Baskara apumzike. Basi Akila akawa ameaga na akawa ameondoka hapo. Siku iliyofuata Akila akaenda shuleni moja kwa moja, pengine kwenda kumchukua mtoto huyo kumpeleka katika nyumba ya kina Arifa. Lakini akiwa hapo, Yumna akawa amemuona na akawa amemkabili. Akahisi kabisa pengine huyu mwanamama alifika hapo kwa ajili ya kumchukua huyu mtoto kwa sirisiri. Akamwambia kwamba wewe si ulisema utamuona mtoto wako kwa mara moja tu, mbona uko hapa tena? Hauwezi kumkumbuka mtoto ambaye hujawahi kuwa naye katika maisha yako hata mara moja. Akila akasema kwamba hemu niangalie vizuri, mimi sio kwamba naonekana ni mtu tu wakuja hapa na kumuiba mtoto, haiwezekani. Yumna akawa ametambua kwamba pengine amefanya makosa baada ya kumshambulia huyu mwanamama, ikabidi kukaa kimya. Basi siku hiyo akawa amerudi nyumbani na Akila pia akawa amepata nafasi. Mama anafurahi sana kumwona mtoto huyo. Basi siku hiyo Akila akawa ameshiriki pamoja msosi wa usiku. Baskara na kwa sasa amekwisha kuzoea kabisa kumuita Akila mama. Akila akawa ameaga ili kuondoka hapo. Yumna akamruhusu Akila siku ya kesho amfate mtoto Baskara shuleni, kamruhusu kabisa. Akila akawa amefurahi sana kweli. Siku iliyofuata akafika shuleni na akawa amemchukua Baskara. Baskara akaonyesha kumpenda sana Akila kwa sababu ni mtu mwema na anamfanya kuenjoy sana maisha. Baada ya kumtoa shuleni akawa amempeleka matembezi kwa muda mrefu sana, wakaenjoy. Lakini siku hiyo wakawa wamechelewa sana kurudi nyumbani. Hili jambo lilimfanya Arif pamoja na mke wake kuwa na wasiwasi, pengine Akila alimchukua mtoto moja kwa moja, lakini haikuwa hivyo.
Siku iliyofuata Akira akawa amefika tena nyumbani hapa kuja kumchukua Bhaskara kumpeleka shuleni, lakini akawa amechelewa kwa sababu Bhaskara tayari amekwisha kupelekwa shuleni. Akawa amemkuta mama yake Arifu. Mama yake huyu akawa amehitaji azungumze na huyu binti kwa undani zaidi. Wakazungumza mambo mengi sana kama watu wazima. Akira akawa ameeleza kwamba yeye ni mama halisi wa mtoto huyo, lakini pia mwanamke wa kawaida kabisa ni lazima aumie kumkosa mtoto wake tangu utotoni mpaka kufika katika umri huu, na tangu kuzaliwa. Mbaya zaidi kwa huyu binti, aliaminishwa kwamba huyu mtoto amekwisha kufariki dunia, kumbe mtoto bado yuko hai, na akawa amemsimulia maisha yake, jinsi ambavyo alidanganywa kwa miaka mingi sana na mama yake. Akawa amemsimulia mpaka tukio la mume wake kufariki dunia. Baada ya kusikia haya mambo yote, mama yake Arifu akaanza kuelewa maumivu ambayo anayapitia Akira, na akawa amesimulia kwamba hata yeye pia alidanganywa na Arifu pamoja na mke wake kwamba huyu mtoto ni mtoto wao wa kumzaa. Aliamini kwamba huyu mtoto ni mjukuu wake wa damu. Licha haya yote, ukweli huyu mama anampenda sana Bhaskara kama mjukuu wake, na akaeleza wazi hisia zake kwa Akira, japo kwa sasa amekwisha kumjua Akira anapitia kitu gani. Siku chache baadaye Bhaskara akawa ni mgonjwa. Sasa mama yake Arifu akawaambia kwamba msimkwepe sana Akira, mwambieni Arifu. Ikabidi kumpigia simu Akira na kumwambia kwamba Bhaskara anaumwa, hivyo njoo uje umuone. Akira kweli akawa amefika hapa. Bhaskara akawa amefurahi sana baada ya kumuona, kwa sababu hajamuona kwa siku kadhaa, na akawa amemuoji kwa nini hajamuona. Akira ikabidi kudanganya tu. Yumna ana wasiwasi sana baada ya kuona sasa huu upendo baina ya huyu mama na huyu mtoto unazidi kushikamana. Wakati wa chakula siku hiyo, Akira akawa anamsaidia mtoto chakula. Sasa mtoto akawa muomba maziwa yake, anahitaji kupata maziwa. Yumna akawa ameingiwa wivu sana baada ya kuwa ameombwa kwenda kufuata maziwa ya mtoto, na akawa amesema wazi kwamba jamani, mimi sio mhudumu hapa ndani. Sasa hili jambo likamfanya Bhaskara kuumia, akahisi pengine amemkosea mama yake, akaanza kulia akiomba msamaha. Mwanamama Akira baada ya kushuhudia haya mambo yote yanayoendelea kwenye nyumba akaamua kuondoka. Hasira ya Yumna ilitokana na hofu pengine atampoteza Bhaskara muda wowote. Mume wake akawa amemfariji sana mwanamke huyu, akimwambia kwamba huyu mtoto ni zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa atachukuliwa basi wanapaswa kukubali, kwa sababu wao wamekwisha kutekeleza kwa kiasi chao. Mwenyezi Mungu atawalipa tu katika hilo, hawezi kuwaacha kabisa katika hilo. Maneno haya yalimfanya mwanamke kuingiwa na moyo wa uvumilivu na utulivu, hivyo akawa amekubali hali hiyo. Siku iliyofuata Yumna akaenda moja kwa moja katika hoteli ambayo alikuwa anaishi Akira, akamchukua na akampeleka kwenda kuonana na Bhaskara. Walipofika huko siku hiyo, kulikuwa kuna maonyesho shuleni hapo. Baada ya maonyesho, wakawa wamepata muda mzuri sana wa kuzungumza. Yumna akamwambia kwamba Akira yeye anampenda sana Bhaskara kama mwanaye wa kumzaa, yaani hahitaji kitu chochote kibaya kimkute huyo mtoto. Yaani huyu mwanamama humwambii chochote kuhusiana na Bhaskara. Sio kwamba hajui ambacho Akira anakipitia katika maisha yake, lakini pia na yeye kuna ugumu wa kumwacha Bhaskara amtoke katika maisha yake na kwenda kuanza maisha mengine mapya. Akamwambia kwamba Bhaskara kwake yeye anamchukulia kama zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sasa huyu binti ana miaka 36 na hajawahi kabisa kupata mtoto. Binti Akira akawa amemsia, akamwambia kwamba Mungu anaweza kukufanyia wepesi ukapata mtoto. Binti akawa amemwambia kwa uwazi na uchungu kwamba yeye hawezi kabisa kupata mtoto, na huyu mtoto ndo mtoto wake pekee ambaye Mwenyezi Mungu amempatia kama zawadi. Hili jambo lilikuwa limemuumiza sana binti Akira baada ya kujua kwamba Yumna hawezi kupata mtoto. Yumna kwa moyo wake wote akawa amemkubalia Akira kwamba kama itampendeza kama mama wa mtoto wa Bhaskara, basi yeye yuko tayari kabisa kumwachia mtoto ili aondoke na mama yake halisi. Wakati huo upande wa Arifu alikuwa anamshawishi sana Bhaskara aende pamoja na Akira Jakta, waende wakaishi pamoja huko. Bhaskara akawa amefurahi sana wazo hilo, kwa sababu hata yeye amekwisha kumpenda Akira, lakini ndani ya moyo wake Arifu pamoja na Yumna wanahisi maumivu makubwa sana kumwachia mtoto huyu aondoke mikononi mwao. Siku iliyofuata kweli Bhaskara akawa maandaliwa ili aondoke na mwanamama Akira. Ni wakati mgumu sana kwa mwanamama Yumna, haamini macho yake kama kweli Bhaskara anaenda kuondoka mikononi mwake. Alilia sana kwa uchungu akiagana na huyu mtoto. Ni mtoto ambaye amemlea tangu kichanga mpaka kufika katika umri wa miaka 7. Yumna akamsihi sana Bhaskara amwite Akira kama mama yake mzazi, ampende na amheshimu kama jinsi ambavyo alivyokuwa anampenda yeye, lakini hawakumweka wazi mtoto huyu kwa sababu walihitaji mtoto aondoke na Akira kwa mapenzi yake tu. Akira akawa ameondoka na Bhaskara, lakini mtoto akawa amerudi akilia, akamkumbatia mama yake. Arifu akamchukua na kumrudisha kwa Akira. Mtoto akawa ameondoka hapo akiwa analia. Mtoto analia, Yumna naye analia kwa
kumkosa Baskara. Kuna mtu anaweza kuona kama Yumna hakufaa kulia, lakini ukumbuke kwamba huyu mtoto amelelewa kwenye maadili na upendo mkubwa kutoka kwa huyu mwanamke Yumna. Kwa namna aina yoyote asingeweza kuikwepa huzuni. Wakiwa nyumbani hapo, huzuni imetawala nyumba nzima. Mara Baskara wanashangaa amerudi nyumbani hapo. Kwa nini? Ni kwa sababu Akira aliamua kumrudisha Baskara nyumbani. Baskara alikuwa analia njia nzima, hata walipofika uwanja wa ndege mtoto alikuwa analia mwamwi. Hakuwa anataka kabisa kuondoka na Akira, alitamani kurudi aje kuishi na Yumna. Huyu ndiye mama yake. Akira kwa maumivu ndani ya moyo wake aliamua kumwachia mtoto wake abaki na familia hiyo ambayo familia imemlea na kumkuza kwa upendo mkubwa, na ndiyo familia ambayo ilikuwa inampatia furaha kubwa. Uamuzi huu uliwagusa sana familia ya Arif kwa sababu Akira alituma mpaka na barua akawaelezea kwamba uamuzi wake ni kumwacha Baskara abaki pamoja nao. Baada ya miaka 12 Baskara akawa ni mtu mzima sasa, akawa ameelezwa ukweli wote wa maisha yake. Hivyo kijana akaamua kwenda Jakarta kwenda kumtafuta mama yake halisi, na ni kweli akawa amefanikiwa kumpata mama yake, akawa amempokea kwa upendo mkubwa sana. Na filamu hii haishii hapa, tukutane katika sehemu ya pili. Ni lini nitaiweka? Habari zote zinapatikana katika WhatsApp channel, linki ipo kwenye comment. Karibu Swahili Flix Empire.